vipindi kama hivi vya uchaguzi, watu wanatafuta kura, ni vizuri kukumbushana hivi. Tumejaliwa sana sisi Tanzania, ngao yetu moja tumeshikilia. Heri tujiulize bila kudhania, mambo gani muhimu tumezingatia. Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma, mkoa wa Mara, Tanzania. Wakati ule ilikuwa Tanganyika. Kila ifikapo tarehe 14 mwezi wa 10 anakumbukwa tangu atangulie mbele za haki, huku taifa na vizazi vyake vikiendelea na kumbukumbu ya kila ifikapo tarehe 14 mwezi wa 10 anakumbukwa tangu atangulie mbele za haki, huku taifa na vizazi vyake vikiendelea na kumbukumbu ya kifo chake na kumuenzi. Kesho taifa letu linaadhimisha kumbukizi ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mwanamapinduzi, kiongozi na mwanafalsafa ambaye alisimama imara katika misingi ya haki, umoja na utu wa Mtanzania. Katika kila kona ya nchi yetu, kumbukizi ya Mwalimu Nyerere si tukio la kihistoria, bali ni mwaliko wa kutafakari thamani, uhuru uliopata na wajibu wetu kama kizazi cha sasa katika kuendeleza ndoto aliyoiweka juu ya ramani ya Tanzania. Mwalimu Nyerere aliamini katika nguvu ya elimu, alithamini utu wa binadamu na alihubiri amani kama nguzo ya maendeleo. Maneno yake, binadamu wote ni sawa, bado yanatukumbusha kuwa Tanzania ilijengwa juu ya misingi ya upendo, usawa na heshima kwa kila mmoja wetu. Lakini zaidi ya yote, kumbukizi hii inatukumbusha kwamba urithi wa Mwalimu haupo tu kwenye vitabu, majengo au hotuba zake. Lakini zaidi ya yote, kumbukizi hii inatukumbusha kwamba urithi wa Mwalimu haupo tu kwenye vitabu, majengo, hotuba zake, upo ndani ya mioyo yetu. Upendo wa nchi, uwajibikaji na uzalendo ni zawadi alizotuachia, zawadi ambayo tunapaswa kuienzi kwa vitendo. Ni angalau sifa hiyo tunayo, sifa ya kwamba ni nchi ina amani, ni nchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania. Hatujakamilika. Sasa inapotokea vipindi kama hivi vya uchaguzi, watu wanatafuta kura, ni vizuri kukumbushana hivi, kwa sababu tuna vyama na tuna viongozi, na hii si hapa tu, wazee msije mkadhani hapa tu, kwingi tu duniani wako viongozi wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama, wananchi tuchagueni kwa sababu mkisha kutuchagua sisi tutafanya mambo kadhaa hoja, na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini, wakaona naam, hawa wanafaa. Kwa hiyo katika siku hii ya kumbukizi tujiulize, tunaitunza amani aliyotupigania? Na je, tunawafundisha watoto wetu historia ya kweli ya nchi yetu? Kama taifa, tunapomkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunapaswa pia kujipima kama waendelezaji wa misingi ya maendeleo bila maadili, elimu bila uadilifu na siasa bila utu sio urithi Mwalimu alikuwa taa inayoangaza Afrika na sauti inayosimama kwa wanyonge. Kumbukizi yake ni mwaliko wa kuendeleza mwanga huu, tunaendelea kuwa taifa lenye mshikamano, upendo na ujasiri wa kusema kweli.
Mwalimu Nyerere aliishi kwa ajili ya watu na kupitia watu ataendelea kuishi. Hii ni kumbukizi ya shujaa wetu, mwalimu wetu na baba wa taifa letu. Tarehe 14 mwezi wa 10 ametimiza miaka 26 tangu aage dunia. Mtazamaji wa ASAM Online TV, na haya ni maoni ya muhariri wa ASAM Online TV juu ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nataka mjue, nje ya muungano hakuna sisi wa Zanzibari wao wa Tanganyika. Hakuna. Kinachowafanya sasa wajiite sisi ni ubaguzi wa kuwabagua wa Tanganyika. Wakisha kuwabagua Tanzania, wa Tanganyika, ile dhambi ya ubaguzi haifi, inaendelea. Dhambi ya ubaguzi ukisha kuitenda inaendelea. Ni kama na sawa na kula nyama ya mtu. Kila nyama ya mtu utaendelea kuila. Mtamaliza, mtatengana na Watanganyika, halafu mara mtakuta kumbe sisi si wa Zanzibar. Kuna Wapemba, kuna Waunguja, mtakuta Wapemba watapata msukosuko kidogo, mtakuta kumbe kuna Wazanzibari na Wazanzibara.